wote na ustawi wa nchi yetu. Amina. Mheshimiwa, tukae. Katibu. Taarifa ya Spika. Hotuba fupi ya shukrani kwa wabunge ya Spika kwa mujibu wa kanuni ya 10 fasili ndogo ya 5 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025 tarehe 1 Novemba 2025. Waheshimiwa wabunge wateule, awali ya yote naomba kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia kufika leo tarehe 1 Novemba 2025 ambao ndio kikao cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa Bunge la 13. Kwa kuwa ndio nasimama kwa mara ya kwanza nikiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa namna pekee nakishukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya uongozi imara wa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kunipendekeza kwa mgombea wa nafasi hii ya kuiongoza Bunge. Sio kwamba mimi ni bora kuliko wenzangu wote waligombea kupata nafasi hii katika ngazi ya chama, la hasha. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu alinipa kibali na kuridhia nigombee nafasi hii, na washukuru sana. Sio kwamba mimi ni bora kuliko. Aidha, niwashukuru waheshimiwa wabunge wateule wote kwa kunipigia kura na kuniamini kwa kiongozi wenu mkuu wa Bunge. Imani mlionyesha kwangu ni kubwa na thamini sana imani hiyo. Niwahakikishie kuwa huu ushindi ni wetu sote. Hamjanichagua tu ili niongoze Bunge, bali mmenichagua ili tufanye kazi pamoja, niwatumikie nyie na kuhakikisha yale yote tutakubaliana kama vipaumbele vya taifa katika mipango yetu mbalimbali kwa kipindi cha miaka 5 ijayo yafanikiwe kwa maslahi mapana ya kutumikia wananchi wa nchi yetu. Naahidi kwa kuwa na Bunge moja litoa fursa sawa kwa waheshimiwa wabunge wote, na kwamba ofisi ya Spika itakuwa wazi kwa kila mbunge kwa ushauri mbalimbali. Aidha, niwashukuru watangulizi wangu katika nafasi hii ya Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, ambaye amekuwa kiongozi wangu akiwa Spika na mimi nikiwa naibu Spika katika Bunge la 12 kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2025. Mheshimiwa Dr. Tulia aliniamini na kunishirikisha katika masuala mbalimbali, na nilitii maelekezo yake yote ili kuhakikisha Bunge letu linatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizopo. Nakushukuru sana Dr. Tulia kwa mchango wako na mafunzo na elimu ulionipa. Kwa muktadha huo, ninawaahidi viongozi watakaochaguliwa kuwa wasaidizi wangu, naibu Spika na baadaye wenye viti wa Bunge kwamba tutashirikiana kuliongoza Bunge hili la 13 kwa kutoa maamuzi ya haki, kuzingatia uadilifu na kutokuwa na upendeleo wowote, kwa kuongoza kwa katiba, sheria za nchi na kanuni za kudumu za Bunge kwa vyama vyote vyenye uwakilishi bungeni. Ingawa bado hatuna upande wa serikali leo, tunaye mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Johari. Niahidi kutoa ushirikiano kwa serikali kwamba kama Bunge tutashauri na kutoa maazimio ya Bunge kwa ajili ya ustawi wa wananchi na maendeleo endelevu ya nchi yetu. Namshukuru pia Katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard na timu yako yote ya watumishi wa Bunge kwa maandalizi mazuri ambayo yametuwezesha leo kuanza kikao chetu cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa Bunge la 13. Kipekee sana
Nawashukuru wananchi wa jimbo la Ilala kwa kuniamini na kunichagua kwa mbunge wao kwa kipindi cha 5 sasa. Nawashukuru sana kwa heshima kubwa mlionipa. Hakika ni deni kubwa sana kwenu. Wema hulipwa kwa wema. Naushukuru sana uongozi wa CCM mkoa wa Dar es Salaam na wilaya ya Ilala pamoja na viongozi wengine wote kwa heshima kubwa walionipa na ushirikiano walioendelea kunionyesha. Mwisho, lakini si kwa umuhimu, naishukuru familia yangu imesimama na mimi katika nyakati zote. Dua zenu, upendo na uvumilivu wenu vimenibeba na kunifanya kuendelea kuwa imara katika kuwatumikia wananchi wa taifa letu. Waheshimiwa wabunge wateule, muda mchache ujao mnaenda kuwapa kiapo cha uaminifu. Nawapongeza sana kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na wananchi ili kuwakilisha bungeni. Kwa pamoja tushirikiane ili kulinda imani hiyo kubwa tuliopewa na wananchi. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Katibu. Kiapo cha uaminifu na ahadi ya uzalendo kwa wabunge. Kiapo cha uaminifu. Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson. Mimi Tulia Ackson naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba